Unaizungumzaje nyimbo mpya ya Harmonize Kidedea? Bwana, wimbo wa Kidedea ni moja kati ya nyimbo ambazo tunaweza kusema kwamba ni genre mpya ya muziki. Umeona? Ukifuatilia historia kwa watu kama sisi ambao tunafanya kazi kwenye entertainment industry, tunaelewa kabisa kwamba Kidedea ni moja kati ya nyimbo ambazo ni genre mpya kwa sababu hii ni genre ya inaitwa Afro Rave. Umeona? Hii Afro Rave bwana ni imeanza kama sio mwaka 2019 basi 2009 hivi. Umeona? Yaani ni genre ambayo imekuja ni ya kitambo lakini sio kitambo sana. Umeona? Yaani imekuja baada ya mapiano na originality yake ni South Africa. Umeona? Lakini japokuwa wenyewe wa Nigeria wana claim kwamba ni wao ndo wameanzisha baada ya kuona wakina Rema wameipeleka to the world, lakini originality yake ni South Africa. So kwa mujibu wa statistics zinavyoonyesha kwenye mitandao ya kijamii, tunaona kabisa wazi kwamba Harmonize amefanya kazi nzuri mno. Unaona? Yaani Harmonize bwana amefanya kazi nzuri sana kutokana na kwamba hatujajua kwamba ni kwa sababu tu labda ya ubunifu na uwezo ambao yuko nao au labda ni kutokana na kwamba watu sasa hivi wameshaanza kuipokea. Kwa sababu unajua bwana kitu kikiwa kipya, watu wengi sana wanakuwa kama vile hawakielewi. Rema alivyotoa nyimbo yake ya Ozeba, ile ni ya Forever. Umeona? Na watu wengi sana walikuwa hawajaielewa. Lakini pia Zuchu naye pia alipokuja kutoa Amanda hapa Bongo, watu hawakuelewa. Kuna watu wengi sana walikuwa wanasema kwamba wimbo mbaya. Lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda wakaanza kukubali. Umeona? Na sasa hivi tumeona umekuwa very successful. Sasa akaja akatoa Mario Dunia, amekuja ametoa Harmonize Kidedea. Sasa Harmonize yeye amekuja kipindi ambacho tayari watu wameshaielewa na tunaona jinsi gani ambavyo watu wameipokea vizuri. Kwa ujumla ni kwamba Harmonize ametoa nyimbo kali, style ya tofauti na mshikaji kweli mziki kweli anauweza kwa sababu hii style jamaa amefit. Umeona? Sio kwamba labda ameforce, hamna. Unaona kabisa kwamba Mnyamwezi amefit, amenata mule. Lakini pia Harmonize inaonyesha kabisa kwamba wazi amefocus muziki, yani amefocus soko la kimataifa. Umeona? Kwa sababu ukiangalia vizuri unaona kabisa kwamba Harmonize katika hii ngoma ameweka zile bingili zile, lengo ni kwamba hata kama mtu anasikiliza, mtu ni Mchina akisikiliza bingili anaona okay, naye pia ana roll na ile vibe. Kwa hiyo lengo ni nini? Kufocus zaidi muziki wake uende kimataifa. Umeona? The same hapa, hata Diamond juzi amefanya interview Marekani kwenye FYI podcast, akasema the same kwamba yeye pia anatengeneza vibe, anaimba vitu vyepesi, dance challenges za kumwaga ili ngoma ziende kimataifa. Hiyo ndio siri yake. Kwa hiyo Harmonize naye pia amepita mule. Kwa Harmonize kiukweli ametisha sana, ngoma kali, imepokelewa vizuri na tumeona kwamba hata yeye mwenyewe pia anajitahidi sasa hivi kupromote kazi. Umeona? Yeah. Sawa. Unauzungumzaje uhusiano jipya la Harmonize na Sancho? Unalizungumziaje? Mahusiano mapya ya Harmonize na Sanchoka, bwana kusema ule ukweli. Bwana hii bwana ni moja kati ya kapu ambazo tunajua kabisa kwamba zitafanya vizuri sana hapa Bongo. Umeona? Yaani ni moja kati ya kapu ambazo zinaonyesha kabisa kwamba zimekuja kibiashara zaidi kwanza. Umeona? Sanchoka kucheza ile nyimbo ya Harmonize imepelekea ile nyimbo pia kubasti zaidi. Umeona? Kwa Harmonize naye mwenyewe pia amefikiria, ameona kabisa kwamba hapa bwana haya mahusiano yanaweza kabenefit kazi yake. Na sio kwamba labda eti yeye apromote zaidi mahusiano kuliko kazi, hapana. Harmonize sasa hivi tunaona kabisa kwamba amefocus zaidi kwenye kazi, then ndio vitu vingine vinafuata. Na hata juzi tumeona amembusu Sanchoka mdomoni. It means kwamba ni mpenzi wake, kwa sababu awali nakumbuka nilifanya interview mara ya mwisho nikasema kwamba iwapo kama Sanchoka hataonekana katika video ya wimbo wa Kidedea, it means kwamba huyu ni mpenzi wake. Na hicho ndio kilichokiona. Umeona? Kwa sababu ngoma imetoka Kidedea, Sanchoka mule ndani hayupo. Kwa hiyo ile pale ukaribu wao umetokea wapi? Ndio maana nikasema kabisa tokea since day one, majuzi au wiki kama siku 4 zilizopita kwamba hawa ni wapenzi, kama iwapo kama Sanchoka hataonekana kwenye project ya video ya Harmonize. Na kweli tumeona ameanza mpaka kubusiana midomoni, which means kwamba ni wapenzi. So sio kitu kibaya kwa sababu imeboost pia kazi, lakini pia Harmonize hajaendekeza sana mapenzi au hajamintroduce Sanchoka kwa jamii kwamba bwana huyu ndo mpenzi wangu official, kwa sababu anajua kabisa kwamba akimintroduce itaua momentum ya hii ngoma. Yaani momentum, speed ya hii ngoma kuenda mbali itaishia hapo, watu wataanza kufuatilia zaidi mapenzi yake kuliko kazi. Kwa hiyo Harmonize sasa hivi anatumia akili nyingi sana, yani ana calculate moves zake kabla hajazifanya. Which means kwamba lazima tuipe shout out management pia, kwa sababu management sasa hivi, kama management ndio imepanga hii situation, basi sasa hivi Harmonize anaelekea yupo katika mwelekeo mzuri.
Umeona kwa sababu kazi kwanza, mambo mengine baadaye. Mambo mengine yakija huko baadaye yanakuja kwa ajili pia ya kuboost kazi. So ni kitu kizuri sana, shout out sana kwa management, shout out pia kwa Harmonize mwenyewe, anaonyesha kwamba sasa hivi yuko na njaa ya mafanikio kupeleka kazi yake kimataifa. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri sana. Lakini pia kwa upande wa Sanchoka, yule pale ni msichana ambaye hana mambo mengi sana hapa town. Umeona alafu unatoa chuma Mnyamwezi, unaingiza chuma au vipi bwana kwa kama ametoka huyu bwana ametoka labda pick up, unarudisha double kibin ndani, umeelewa yani ikitoka range basi unaingiza defender, yani vitu kama hivyo. Kwa mtoto ambaye alikupo naye sasa hivi sio kwamba labda unaweza kusema kwamba Harmonize labda ame downgrade, amna, ndo kwanza ame upgrade. Kwa hiyo mtoto mkali, guu shepu so unyama. Unazungumziaje swala la yule mpenzi wake wa zamani Msauzi? Nini kimetokea? Yule Msauzi bwana, Miss Molly kama inavyosemekana mitandaoni, kama rumors zilivyosambaa ni kwamba Harmonize bwana, yale tunarudi tu kwa biashara zaidi. Harmonize amekalculate, ameona kabisa kwamba hii relationship haitom benefit yeye in a business wise. Umeona ameona kabisa kwamba akiwa na huyu mahusiano yale pale na Msauzi, hamna mtu atakayekuwa anajali sana zaidi tu ya kuwaona wakiwa wako gym. Umeona lakini akiwa na Sanchoka anajua kabisa kwamba mambo yake yanakuwa yanaenda. Kwa hiyo Harmonize anafikiria hivi vitu, sio kwamba jamani haelewi, jamaa anajua kabisa nini anafanya. Umeona kwa hiyo hapa ametumia akili nyingi sana na hii itamsaidia. Kwa hiyo ameamua yeye mwenyewe, kwa vile na binti mwenyewe pia alikuwa anajua kabisa kwamba hapa hamna future, ndio maana akaanza kutangaza kabisa bwana, huyu ni mjomba, watu wasije wakaanza kumsema, maana watu walishamwambia tunakufollow, ukiachana na Harmonize tunakuwa ni follow. Kwa hiyo binti naye pia amejiongeza, amesema bwana, huyu ni uncle, ni mshikaji, naheshimu muziki wake, naheshimu game na kila kitu anachokifanya, lakini ni mtu rafiki wa karibu. Yani alikuwa ni rafiki. In other word akasema ni uncle. Kwa hiyo amefanya hivyo ili kusiwe na zile hard feelings, lakini tunaelewa kabisa kwamba Mnyamwezi pale alikuwa anaishi, umeona, lakini binti hajataka hiyo ngori, ameamua afanye hivyo, yani ishie hivyo chini. Na binti naye pia ameona kabisa, na Harmonize, yani binti mwenyewe ameona kabisa hapa future hamna, na Harmonize naye pia ameona kabisa kwamba hapa business yangu haitoenda, akaamua kupita kushoto, na binti naye pia amepita kushoto. Kwa hiyo imeishia hivyo Kinyamwezi, Konde anaendelea na mambo mengine. Za chini ya kapeti inasemekana kwamba yule binti Msauzi alitaka kukimbia na gari ya Harmonize. Wewe unaizungumziaje? Msauzi hiyo mimi mwenyewe nimesikia. Yani ni vitu ambavyo of course kama walivyosema vinasemekana. Sio vitu ambavyo ni for real, hapana. Ni vitu ambavyo vinasemekana kwamba Harmonize wakati yuko Zanzibar anafanya show, alipokea simu, mlinzi wake alimwambia kwamba bwana bro, mama mtu hapa ametoka na gari. Na inasemekana kwamba binti aliondoka na Defender akaenda nayo Don Bosco huko. Sasa hiyo kwenye utawala wowote ule, yani katika sehemu yoyote ile, tunajua kabisa kwamba kuna vitu ambavyo huaga haviguswi, ni vya mwenye nyumba au vya tajiri au mwenye ofisi. Kama hata hapo ofisini umeona kuna vijana hapa wanajua kabisa kwamba meza fulani bwana pale ni bosi ndo anakaa. Unaona, kwa hiyo wenyewe wataendelea na meza yao. Yaani utawakuta meza gani na wanafanya vitu vingine, kama wanakazi wanafanya kazi, kama wanacheza game, kama kurekodi wanarekodi nini hivyo. Lakini at the end of the day hawezi kuenda kwenye meza ya bosi. Kwa the same pia hata Harmonize pia vile pale kwake hawezi kuna gari nyingine ambazo mtu agusi. Yaani ni gari ambayo anaendesha yeye. Kwa hiyo ile Defender inaeleweka kabisa kwamba yeye ndiye mtu ambaye anatumia ile gari. Kwa hiyo kitendo cha kuonekana kwamba mtu mwingine amekuja kuitumia, lazima Harmonize ajisikie some type of way, hata kama wana mahusiano. Kwa hiyo alipopigiwa tu simu kwamba bwana Maza bwana hapa ametoka na gari, anasikia kwamba akachukua private jet akaja Bongo chapo, akamwambia bwana fuatilieni hiyo gari, akamwambia bwana mwambieni arudishe, mpeni gari nyingine. Lakini mwisho wa siku inavyosemekana ni kwamba binti alibounce na ile gari ya airport, alafu akaondoka na funguo. Sasa Harmonize mwenyewe mtoto wa town, spare zipo, kachukua gari imerudi gang. Kuna clips zinasambaa zinaonyesha kwamba mabouncer wa Harmonize wanabeba gari. Wewe unaizungumziaje? Nimeona hiyo ni mijadala ambayo imeibuka sasa hivi huko mitandaoni. Tumeona watu wengi sana wamesema kuhusiana na hiyo issue kwamba mabouncer wa Harmonize kubeba gari. Kuna wengine wanasema kwamba bwana ni kama vile ni mateso. Wengine wanasema kwamba bwana kitendo cha Harmonize kuwabebesha mabouncer gari bwana, kulikuwa kuna ulazima gani wa kufanya vile. Wengine wanasema kwamba bwana hii bwana imekuwa kama vile ngoli, yani imekuwa ni heka, yani imekuwa Harmonize anapeleka mabouncer na vitu vingine kama hivyo. So ile idea bado hatujajua kwamba ni idea ya Kenny
ambaye Kenny tunafahamu kwamba ndo director wa hii video ya Kidedea, amejua kwamba ni idea ya Kenny au ni idea ya Harmonize ndo amekuja nayo, kwa sababu watu kama wako wanafanya kazi lazima watakuwa na share idea location. Kwa hiyo kama idea ni ya Kenny, it means kwamba Kenny mwenyewe amefikiria, ameona kwamba ni bora kuwe na authenticity. Umeona? Yaani wafanye kitu ambacho ni real, wasitudanganye, wasiedit. Umeona? Wasitumie green screen, kwa sababu ilikuwa inawezekana. Kutumia green screen pale ilikuwa inawezekana kabisa ionekane kama washikaji wamebeba gari kumbe hawajabeba. Umeona? Kutumia zile crane sijui zile za kubebea vitu vizito kupandisha gorofani kwenye ujenzi, walikuwa na uwezo wa kulifunga ile gari wakalining'iniza. Lakini at the end of the day wakaona kwamba hiyo pia haito make sense. Kwa hiyo labda huenda director Kenny mwenyewe ndo alikuwa na hiyo idea kwamba libebwe kweli gari, Harmonize apande dirishani aimbe, washoot. Kwa hiyo Kenny amefanya kitu kizuri, ameonyesha authenticity. Yaani kusiwe na mambo ya kufeki sana, ameamua tupe kitu kama kilivyo. Umeona bwana? Lakini kama ni idea ya Harmonize, hapo labda ndo watu wanaweza wameanza kusema kwamba bwana kama Harmonize ndo amesuggest kwamba mabounce wake wabebe gari, bwana mwana kweli yani anawapelekesha mabounce. Sasa hiyo nataka uelewe kwamba Harmonize bwana na wale washikaji mabounce wake wale sio kwamba eti wale wako pale kwa ajili ya security tu. Yaani wale pale wale ni member wa gang, wa Konde Gang. Ushaelewa? Kwa sababu mtu kama Mudi Mnyama bwana ni mtu ambaye yani anafahamiana na Harmonize tokea way back kitambo. Umeona? Kwa hiyo Mudi pale yuko ofisini, yani pale ni yuko kazini. Umeona? Sio kwamba yuko pale tu kama bouncer tu wa kumlinda, hapana. Mudi na Harmonize ni watu ambao tokea way back wanajuana. Umeona? Mudi yuko na love kweli na Harmonize. Yaani Mudi yuko na hiyo loyalty kwa Harmonize. Ushaelewa? Kama unakumbuka kuna tukio lilitokea Kenya kule, Mudi aliongea, ulikuwa unaona kabisa kwamba Mudi anamkubali sana mwanae. Umeona? Kwa hiyo Mudi kubeba gari wala sio shida. Yaani Mudi yuko tayari hata kama kuruka mbele ya risasi. Kama imemlenga Harmonize, Mudi anaweza kujitoa mwanga kwa ajili ya Konde Boy. Kwa hiyo sisi watu ambao tunafuatilia hii gang tunaielewa, inaonyesha wazi kabisa kwamba ile pale wala sio kesi. Yaani wala sio tatizo, ni for love. Washikaji wamebeba gari for love. Umeona? Kwa sababu wanamkubali mshikaji wao, kazi iende. Umeona bwana, idea ambayo yuko nayo kama yeye anataka iwe reality, wamehakikisha kwamba imekuwa kweli reality. Na ni kitu ambacho kinawezekana, vibaba vile pale haviwezi vikashindwa kubeba Corolla ile. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho tulikuwa sio kitu cha kuanza kusema kwamba bwana Harmonize mwanangu anachowafanyia mabouncer wake sijui nini, kama uko watu wanavyo-comment mitandaoni, wala iko hivyo. Cha msingi ni kwamba inatakiwa tuwape props, tuwa support, tuwape pongezi. Umeona wakina Mudi Mnyama, Taxi na washikaji wengine kwa kuamua kufanya kitu real. Ushaelewa? Yaani kile walichokifanya pale ni real, yani sio movie. Sio editing, sio green screen wala nini, hawajatudanganya chochote, wameonyesha kitu authentic, kitu real kama vile. So shout out sana kwake Harmonize mwenyewe, shout out kwake na Mudi Mnyama, mzee wa Mkaxi na washikaji wengine wote ambao wamebeba ile gari kwa ajili ya kutuletea kitu kama kile. Kwa hiyo ile pale wametisha sana. Yaani wamefanya kitu no stunt money, no stunt double, kama yaani wamefanya kitu kama kilivyo, kama Tom Cruise anavyoshoot movie zake au Jack Chan. Kwa hiyo wametisha sana kinyamwezi sana bwana, chupa limeenda. Na pia vile vile kitu ambacho kizuri zaidi ni kwamba ameamua kushare behind the scene, kwa sababu mtu ukimuonyesha ile video mtu anajua kwamba hapa ameedit, hawezi kubeba. Lakini wametuonyesha mpaka behind the scene kwamba kweli wauni waliweka gari begani. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Lakini pia vile vile kwenye ile nyimbo ya Kidedea, kitu kingine ambacho watu wengi sana tumekipenda, kwa upande wangu kama mimi nilivyosikiliza ile nyimbo bwana, nimependa sana the way ambapo Harmonize alivyoanza tu pale mwanzoni. Hicho ni kitu kama nataka niweke kama bonus au vipi bwana, alivyosema pale zombie straight to the neck. Bwana ile pale mimi nimeipenda sana, kwa sababu unajua bwana mazombi hao akishakungata shingoni ndio imeisha. Yaani zombie moja kwa moja shingoni. Ni neno la Kiingereza lakini neno fulani hivi la kiuni ambalo watoto wa mjini Wanyamwezi wote watakuwa wameelewa. Kwa hiyo shout out sana kwa Harmonize kwa kuweka vitu kama hivyo viudambu, anakuwa ametisha zaidi.